Naam, bila shaka ni asubuhi ya tarehe 4 mwezi Novemba mwaka wa 2025 ambako tuna furaha tele ya kuweza kukukaribisha katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zinakujia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho inaendelea kupeperushia habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali, hususan uko kwenye uwanja wa vita. Asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, utakujuza kuhusu kamanda Pacific Masunzu kuweza kukamatwa na kusafirishwa moja kwa moja uko Kinshasa. Lakini pia utakujuza kuhusu askari jeshi 13 kutoka kundi la Ngomino Twirwaneho na M23 wamejisalimisha kwa jeshi la taifa FARDC uko Uvira. Na tutakuelezea pia kuhusiana na idadi ya siku ambazo waasi wa AFC M23 wameshazifanya uko Goma, Bunagana, lakini pia Bukavu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi kutoka kwenye uwanja wa vita, na kuomba tu kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Usahau ya kwamba hii ni Amani TV Media na kuletea habari za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ambako wanajeshi 13 wa kundi la AFC M23 na washirika wao wa Ngomino Twirwaneho wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC katika mji wa Uvira ulioko mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukio hilo limetokea siku ya Jumamosi tarehe 1 Novemba mwaka wa 2025 ambako waasi hao waliwasilishwa rasmi kwa makao makuu ya operesheni ya kijeshi Sokola ya pili iliyoko kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini mjini Uvira. Kwa mujibu wa Luteni Mdogo Mbui Kalonji Reogan, msemaji wa kijeshi katika eneo hilo, waasi hao wametoroka katika eneo la Rugezi ililoko katika vilima vya Minembwe pamoja na Fizi. Mbui Kalonji amesema kuwa waasi hao walikuwa wameandikishwa jeshini kwa nguvu na wameamua kujisalimisha baada tu ya kupata mateso makali na maisha kuwa magumu ndani ya kambi ambako walikuwa wanapatikana kwa muda mrefu. Hawa ni vijana walioteseka sana mikononi mwa makundi ya waasi. Wameamua kurejea katika utawala wa kisheria kwa hiari yao, alisema msemaji huyo wa jeshi. Aidha, kamanda wa operesheni Sokola ya pili kusini mwa Kivu, Jenerali Chirimvi Hamuli, amewataka waasi wengine wote wanaoendelea kujificha msituni kujitoa na kujisalimisha kwa jeshi la serikali, akisisitiza kuwa serikali iko tayari kuwapokea na kuwasaidia kurejea katika maisha yao ya kawaida. Ni vyema kukumbuka kuwa sehemu kadhaa za wilayani Fizi na Uvira bado zipo chini ya ushawishi mkubwa wa makundi ya waasi, licha ya juhudi za serikali kuimarisha amani na usalama katika eneo hilo. Tukio hili la wanajeshi hao 13 kujisalimisha mbele ya jeshi la taifa FARDC limekuja siku chache tu baada ya taarifa kutoka huko Minembwe zisemazo kuwa kundi la Ngomino Twirwaneho limesambaratika kutokana na maafisa na majeshi mbalimbali kuweza kukimbia kundi hilo na kujiunga na kundi la Warundi pamoja na silaha zao. Hiyo inaashiria kupungua kwa nguvu ya kundi hilo la Ngomino Twirwaneho maeneo ya Minembwe, ambako ni ngome kubwa ambako mpaka kwa sasa wanaendelea kudhibiti, pamoja na eneo la Mikenge. Jeshi la FARDC limeahidi kuendelea na operesheni za kijeshi pamoja na diplomasia ili kuhakikisha amani inarejea kikamilifu katika maeneo yote yanayokumbwa na machafuko ya kivita kwa muda mrefu. Na tukisalia tu na habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba habari mpya kutoka mashariki mwa Kongo zinasema kuwa Jenerali Pacific Masunzu
kamanda wa kanda la 3 la ulinzi la jeshi la taifa FARDC amekamatwa kufuatia kuanguka kwa eneo la Nzibira wilayani Walungu mikononi mwa waasi wa AFC M23 takribani wiki 3 zilizopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, Jenerali Masunzu alikamatwa katika mji wa Kisangani na baadaye kusafirishwa hadi Kinshasa ambapo anadaiwa kuwekwa chini ya uchunguzi na ulinzi mkali. Kanda ya 3 ya ulinzi inayoongozwa naye Jenerali Masunzu inahusisha eneo kubwa lenye mikoa kadhaa ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo jimboni Kivu Kaskazini, jimboni Kivu Kusini, Ituri, Maniema, Chopo, Bawele na moja kwa moja huko Hoele. Kukamatwa kwa Pacifique Masunzu kumezua maswali mengi miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kijeshi kuhusu usalama wa eneo hilo la uwajibikaji wa uongozi wa kijeshi kufuatia kushindwa kwa jeshi katika eneo la Nzibira, eneo muhimu la kimkakati katika wilayani Walungu. Taarifa zinaeleza kuwa malalamiko kadhaa yalikuwa yakielekezwa kwa jenerali huyo, ingawa maelezo kamili kuhusu tuhuma hizo bado haijatolewa rasmi. Hata hivyo, wachunguzi wanasema hatua hii huenda ikawa mwanzoni mwa mabadiliko makubwa katika mikakati aidha katika kuboresha jeshi na serikali dhidi ya waasi ambao umeendelea kupanua maeneo mengi zaidi katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hali hii inajiri wakati jeshi la FARDC likiendelea na mapambano makali katika eneo kadhaa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku serikali kuu ikiomba umoja na ushirikiano na msimamo wa kitaifa katika kulinda ardhi ya taifa. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa umakini zaidi ili tukuje kuhabarisha mara tena pale ambako mambo yatakuja kubadilika. Kwa hivyo nakusihi kuendelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Uvira. Wakati habari za kuwachafua viongozi wa wazalendo walioko kwenye uwanja wa vita zikiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, tahadhari kubwa imetolewa kwa watu hao wanaochafua majina ya viongozi wanaosema ya kwamba wamepewa rushwa. Ni vema wazalendo wapewe heshima yao, pia tukue pamoja na umoja ili tuweze kushinda vita hivi, amesema raia mmoja anayejiita msemaji wa raia wa Kongo kwa ujumbe mzito. Huyu hapa, msikilize. Habari yenye niko nayo ni kusema ya kwamba na wapongeza sana makamanda wote wa wazalendo. Mheshimiwa kamanda ya Kutumba, hongera sana, hongera kwa kazi yenye mko mnafanya. Yenye wakongomani wengi wako wanataka kushawishiwa na maadui waanze kuwa na watukana. Mpokea yale matusi yote. Hata Musa mwenye alitoshaka wana wa Israeli Misri, bali msimamiaka bakamtukana, basi atafanyaje? Mungu alishabasimamisha. Mwenjo mkomboe Kongo, mtakamata hasira, mtasirika juba na batukana. Baba mheshimiwa Amuri ya Kutumba, njoo watu wanakutukana, watu wanakuzingizia vya bongo, njoo utaachilia taifa. Mungu ashakupatia misio, ukazane, usifatefate watu wengine bako bana leweshwa na maadui. Usifate ile, na uwe nasoma pia neno la Mungu, uwe naelewa kiongozi ni nani. Kiongozi ni mtu mwenye anaongoza watu wa kila aina. Anaongoza amo babandi, anaongoza amo banani, na anaongoza amo na watu bazuri. Sasa utakamata umalize babandi wote, angalia kisha utabadilisha wale babandi watoke amo watu bazuri. Kwa hiyo tu nikutaka kusema kama na kufelicite mkazi zenye mko mnafanya, ni kazi moya kubwa sana. Nchi za nje bana batapa sana. Wazungu wako na batapa wanasema tuyaona watu wa hivi. Kwa hiyo ya Kutumba, felicitation sana mheshimiwa kwa kazi yenye mko mnafanya. Wana makanaki bana, sina cha kuongea kabisa. Mheshimiwa Generali Makanaki, mkazani na kazi huku nje, majina yenu watu bakisikia wako wanashangala tu. Kazi yenye mko mnafanya uvema kuweka kile kibambazi pale. Na kingine kitu
mukubali kutukaniwa, mukubali kutukaniwa. Matusi njo yenye nataka baregeza. Matusi njo mtakamata murushie sasa, mwanze kupiga raia tena masasi. Njo kawaida ya raia. Mukibapatia chakula bashibe sana, bakishasiba bataanza kulewa tena, banaanza kubatukana. Mukibanyima chakula bataanza kubatukana, banatuwisha njala. Njo raia ile, mujifunze kulea raia. Mheshimiwa Makanaki, Mheshimiwa Itongo, kazi yenye mko nafanya ni ya mzuri. Kitu kenye tuko tunabalomba mwe mna kolabore entre mweye. Adui iko na baogopa sana, inchi za nje bako na shangala na mweye mwa hiyo Kongo. Rwanda yeye aishaka poteza ekilibre juu yenu. Anakuwa kutia manani, baisha pewa rushwa, batolewe kufro, maaudio ziko nazunguruka za bongo, lakini porte parole bananiambia nibaambie hivi. Makanaki ya Kutumba, Itongwe, mwe mulianzaka lite ya hiyo vita tangu zamani. Muko na vision, mulionaka mapema. Generale Makanaki, amukonaka kama Kongo iko naingia mshimu depuis wakati nani Joseph Kabila angali. Haiko ndio maana mulikamataka bunduki mkasema hapana, tukiachilia tutarisikia kuya kutawaliwa na kuanza kutemewa mate. Haiko leo njoo uliingia aseme juu na mimi niingie nimbaniite generale, hapana. Generale Itongo uliingia haka depuis zamani, wakati wa Kabila zamani, njoo wakati ulianza kupigana kule Mabubembe mwa ile milima yote. Juu ya nini? Ya maadui wa kupiganisha Kongo yetu. Ya Kutumba ni leo ulianzaka. Ulionaga kwenye vitu biku binaenda, mwe mulionaga mbali. Mwe amko hapa viongozi wa kuona mambo yako karibu karibu, hapana. Tomi Tambo alitumiwa batoshe mupori nini, lakini muliona vitu vyote mbali. Kwa nini nataya hawa wa general batatu, nataya juni ba general bale ba zamani, wenye balionaka vitu zamani. Na mwenye iko na vision ya loin sana yenye naonaga vitu batu wengine habayaona. Huyu mheshimiwa generali ya Kutumba. Vitu venye bakongomani banakuwaka bayaona, yeye anaonaga vitu hata venye vitatoka mudiza. Huyo mtu wa hivyo ni kiongozi wa kuchezesha. Wanataka kumpakala buchafu. Junjo mwenye anahangaisha adui sana. Maono yake ni maono inaonaga mbali. Huyu generale, mheshimiwa generale William ya Kutumba, maono yake inaonaga vitu vingali mbali. Angalia vitu depuis 18 ans, yeye aishaona kama huyu bwana iko anatupeleka mudanje. Bengine batu kumtukana, anapenda vita, ni mtu wa mpori, so ulitukanwa sana generali ya Kutumba. Leo vyenye vyote venye ulikuwa na defender sinjui hivi vinaonekana. Lakini bangali wanaendelea kukutukana juu ni watu wenyewe hawaelewi, watu bangambo ya maadui. Piga sasa Kamanyola, piga sasa Katogota. Kakupiga Kamanyola na Katogota njoo solution. Akipiga Kamanyola na Katogota, Kongo inapita na kombolewa yani. Watu banashindwa kusubiria mipango yenye itakamata vizuri ya kukomboa inchi. Banakuwa sema wakipiga Kamanyola na Katogota basi njoo nini. Kitu kenye kiko niko nawapongeza sana, na wengine viongozi wa wazalendo wenye waliongezeka mwa hizi siku, nasikia kuliongezeka wengine wenye wameingia. Generale Kamama na kupongeza, mshikane mkono na hao wengine wa general wakubwa, mfunge kabisa pasikuwe mtu wa kupita. Generale Nyerere ni generale wa depuis zamani. Muangalie mambo yenye mtafanya. Abdu na mjua tangu zamani, huyu mwenye iko Rubarika. Muache kusikia maneno, mkombowe inchi. Hiyo inchi mkiipana, kesho mtaregrete. Sali kwako bwana honorable generale Mamadou depuis zamani, wakati wa Bakayamba na kusalimia. Generale wetu hapa mwenye iko hapa Kiliba na kusalimia sana generale Nyerere huko mba generale ba zamani. Muongoze na mforme wa vijana. Muongoze na mforme wa vijana. Mheshimiwa generale ya Kutumba na kusalimia vile vile, na naendelea kuwatia nguvu. Mwenjo mnakamata hiyo bulongo yenye tukua. Mwenjo mnafunga frein. Generale ya Kutumba, generale Makanaki, generale Itongo, generale Nyerere, generale Abdu. Ile maideolojia ya zamani Kongo isinyanganyiwe. Muiambukisha hapa wengine ba general wa mpya wenye tuko nabo ba hizi siku. Kungali ba generali ba miezi 3 njua anakamata bunduki anakuwa generali. Hapo ni ba generali ba siku kidogo. Muwafundishe, muwaoneshe kwenye tuko tunaenda. Muwafundishe kutukukamata rushwa. Mahabari yenye iko nasemewa ni ya mingi. Na majeshi ya Kongo iko anatumwa pale. Vision ni ile kuangalia kama ni majeshi yenye yanakuya kweli kwa malengo ya kuokoa ama kwa malengo ya kukamatisha bulongo yetu. Kama inakuya kweli kwa malengo ya kuokoa, muungane mkono kwa mkono. Adui iko na baogopa, sie
Tusha tembea mwinchi za nje, tuko naenda nasikia mahabari, munaogopewa sana tena sana. Kalonge. Takribani shule 20 katika eneo la Kalonge lililoko katika jimbo ya Kivu Kusini zimeharibika vibaya na zingine kubomoka kabisa baada ya mvua kubwa ilionyesha mwishoni mwa juma iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa asisi ya kirahia eneo hilo, shule zilizoharibika ni za msingi pamoja na za sekondari. Mwenyekiti wa asisi ya kirahia aliyoko maeneo ya Kalonge, Yoweri Nyabirungu, amesema kuwa shule nyingi za msingi na sekondari zimeharibiwa vibaya au zimebomoka kabisa kutokana na mvua kubwa zinaendelea kunyesha katika eneo lote la Kalonge. Tunatoa wito kwa mamlaka husika, wadau wa elimu, mashirika yasiyo ya kiserikali na watu wote wenye nia njema kutoa msaada wa kadhaa ili kuhakikisha kwamba mashule haya yanajengwa upya kwa kuwasaidia watoto wetu kuweza kuendeleza elimu kama kawaida. Shule nyingi zilizoharibika zipo katika kitengo cha elimu cha Kale ya 3, eneo lililoko ndani ya hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega, ambako kufika ni kwa shida kutokana na mazingira magumu ya upatikanaji. Na sasa kwenye kipindi cha wananchi moja kwa moja, msikilizaji, tunakuletea makala ambayo tutazungumzia leo. Je, unafahamu ni siku ngapi ambazo waasi wa AFC M23 wameshazifanya uko Goma pamoja na Bukavu, lakini pia uko Bunagana? Basi ambatana nasi kwenye kipindi hiki cha Sauti ya Mwananchi, ambako tutakuja kukuletea takwimu rasmi kuhusiana na siku ambazo tayari waasi wa AFC M23 wameshazifanya sehemu ambako wamezidhibiti mwaka wa 2025, lakini pia mwaka wa 2022 uko Bunagana. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati kwenye Sauti ya Mwananchi. Naam, kwanza kabisa tunatoa shukrani zetu za dhati kwako msikilizaji na mtazamaji wetu. Hivyo tunakukaribisha mara tena kwenye makala yetu ya siku ya leo, ambako tunazungumzia kuhusu siku ambazo waasi wa AFC M23 wameshazifanya toka wadhibiti maeneo ya Bunagana, Goma pamoja na Bukavu. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan. Katika kujadili suala la muda ambao waasi wa AFC M23 waliofanya uko Bunagana, Bukavu na Goma, ngoja kwanza tuanze na uko Bunagana, ambako taarifa ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa waasi wa AFC M23 walichukua udhibiti wa Bunagana tarehe 12 Juni mwaka wa 2022. Hivyo toka tarehe 12 Juni mwaka wa 2022 hadi tarehe 4 Novemba mwaka wa 2025 ni takribani kumeongezeka zaidi ya miaka mitatu, sawa na siku 1271. Na huko Goma ni kwamba M23 walichukua udhibiti wa mji wa Goma tarehe 27 Januari mwaka wa 2025. Hivyo kutoka tarehe 27 Januari hadi leo tarehe 4 Novemba mwaka wa 2025 ni takriban siku 281. Na huko Bukavu, jimboni Kivu Kusini, waasi wa AFC M23 walianza kuingia eneo hilo mapema Februari mwaka wa 2025, na taarifa zinaonyesha kuwa waasi hao waliingia kwa uhuru wakati katika tarehe 14 hadi tarehe 16 Februari mwaka wa 2025. Hivyo kutoka tarehe 16 Februari hadi tarehe 4 Novemba ni takriban siku 261 tangu waasi wa AFC M23 wachukua udhibiti wa mji wa Bukavu. Uko Goma nimetanguliza kusema ya kwamba ni takriban siku 281. Uko Bunagana ambako ni ngome kubwa ni siku 1271. Sasa ni kipi ambacho wazalendo lakini pia raia wa Kongo wategemea kupitia vita hivi na siku zote hizi ambako waasi wanaendelea kudhibiti maeneo hayo? Ushauri huu
umetumwa kwa ajili ya raia wa Kongo, wanaombwa kuungana mkono kwa ajili ya kujiokoa na kuondoa wahasi maeneo yote ambayo wanapatikana. Depuis que M23 libana Bunagana, depuis le 24 février 2022, voici miaka imeisha mingi sana. Alors, mina kamata RDC, un pays indivisible, 2 345 000 km², 410, RDC 145 territoires, RDC 26 provinces. Je prends la RDC à 3 parties. Je vois la partie Est, Grand Katanga, la Sud-Kivu et l'ex-province orientale. Là, il y a 66 millions d'habitants. Je prends l'ouest du pays, le Kasaï central. Donc les Kasaï, les 2 Kasaï, je m'excuse. Grand Bandundu, Congo central, Kinshasa, Kasaï, Équateur. Là-bas, c'est 45 millions d'habitants. La RDC compte 105 millions d'habitants. 105 millions. Alors, le Rwanda compte 14 millions d'habitants. 105 contre 14 millions. Les 14 millions ont besoin de notre terre. Ils n'ont pas d'espace. Les 105 millions, surtout les amis de l'Ouest, bon, voient les problèmes de l'Est comme les Makambo à Est. Ça, c'est dangereux pour la République. Alors, quels sont les vices, bien les problèmes qui rongent notre République? Le premier problème, ce sont les détournements des fonds. Deuxième problème, la trahison. Troisième problème, manque de patriotisme. Quatrième problème, vouloir s'enrichir au dos des vulnérables. L'autre problème, nous voulons toujours chercher les solutions de nos problèmes ailleurs. Il est regret tout ce comme Bakongomani. Nous voulons toujours chercher la solution de nos problèmes ailleurs. Je prends ici 5 personnes, 5 personnalités. Je prends le régime de Kinshasa. Je prends SCC et Senko. Je prends PPRD avec Kabila. Je prends M23 avec Bertrand Bisimwa. Je prends AFC avec Corneille Nangaa Yubelu. Franchement, je ne vois pas une autre formule kama bale watu tano habaikala hata msalomo hivi quelque part. Tuko nalia tunateseka. Mais on nous parle de Tanzanie, accord de kama de Nairobi, accord de Doha, on nous parle de Washington, on nous parle de l'Afrique du Sud, on nous parle de l'Éthiopie. On ne comprend plus rien. Ule mukaji wa Maheha, wa Kasuo, wa Kamandi, wa Bukununu, wa Bulongo, wa Bingo, wa Kamango, wa Lisasa, wa Ngadi, wa Matembo, wa Ndingira, kule Ndingira. Ule mukaji wa Kahamba, ule mukaji wa Beme, mukaji aelewe tena kitu. On ne fait que nous massacrer. Niseme depuis début année, watu walikufa Goma. Depuis début année, watu walikufa massacre Beni na Mangurejipa. Sasa tunaenda finalement wapi? Mais Kinshasa iko ngine chanson. Bon, les élections au niveau de l'Assemblée nationale, vous voyez, il nous faut notre candidat, ticket gagnant. Sasa peuple a retrouvé mobile bandugu wapenzi. Alors c'est nous, chez nous alors qu'on a autant ça ma groupes armés. Ma groupes armés autour des carrés miniers, ma groupes armés autour des champs de cacao. Nous en avons marre. Wale ule adui wetu ule Rwanda ule iko napenda donc tuko mule ile confusion, ile tâtonnement kisha après 10 ans 20 on asikia population rwandaise sur notre sol avec ngombe zabo tunapoteza inji. Les gens savent comment Palestine ilikuwa inji après des milliers d'années. Tukikuwa tu vile distrait, il y a risque de perdre cette nation. Ce n'est pas notre souhait, mais tulamuke, tuzizimane, tutumie ujumbe wa Kongomani wanaopenda inji ili tuweze kurefléchir par rapport à danger. Na pale mina saluer tous les vrais patriotes qui aiment le pays, qui sauvent le pays, que Dieu vous protège et que Dieu vous donne encore la force. Nzuko de Mihaki 09 94
22 98 01. Partagez ce message à des patriotes qui veulent réfléchir pour l'avenir de cette république. J'ai dit. Naam, na hapo ndipo tunaweka nukta katika makala yetu ya asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, hii ni Amani TV Media, kituo ambacho kinakutangazia habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unatupata vema kupitia mitandao ya kijamii ukiandika Amani TV Media kwenye Facebook, YouTube, lakini pia TikTok. Utakuwa unajiunga nasi moja kwa moja, lakini pia uko Shabunda unatusikiliza vema kupitia Radio Mutula FM. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani, na kusihi kuwa nasi mara tena katika habari zetu za hapo baadaye, na kuaga wa kusema bye bye.